Karibuni tena, tujifundishe kwenye elimu ya afya. Sasa hivi tutajifundisha kuhusu kumsaidia mtoto ambaye moyo umesimama. Kwa mtoto ni tofauti kidogo na kwa mtu mzima. Kwa hiyo sasa hapa tutaangalia kwa mtoto namna ya kumwangalia mtoto kama ana respond, kama mapigo ya moyo yapo, kama vyote vile havipo na haemi, kama vyote havipo, basi tutamsaidia kwa kukandamiza kifua. Kwa mtoto tunaangalia, tunapiga kwenye nyayo. Tunatumia sehemu ya nyayo. Toto. Ukipiga sehemu ya nyayo utaona kabisa kama mtoto ana respond au respond. Ukiwa unapiga direct unaangalia kama kifua kama kuna hewa inaingia na kutoka. Mtoto akiwa anaingiza hewa na kutoa, kifua kinapanda na kushuka. Na pia sikio lako ukiwa umeinama, sikio lako litakuwa linasikia kama hewa inatoka au kuingia. Na pia utaangalia kwenye mkono wa mtoto kwa ndani karibu na kwenye kukunja, utaangalia kama mapigo ya moyo yapo. Kama mapigo ya moyo hayapo, basi direct utaanza kukandamiza kifua. Kwa watoto tuna njia mbili ambazo unaweza kutumia kukandamiza kifua. Watoto wachanga tunaongelea. Unaweza kutumia vidole vyako vya gumba kwa kupitisha mkono namna hii kwenye kifua, unamshika na vidole vyako viwili vinakutana katikati ya kifua. Basi hapo nadhani unasikia. Unaweza kutumia hivi kukandamiza kifua cha mtoto, au ukatumia vidole vyako viwili. Unaviweka katikati ya kifua, unatumia vidole vyako viwili kufanya kukandamiza kifua. Wanasema chest compression namna hii. Basi tufanye kama vile ni mtoto toto arespondi, kifua kipandi na kushuka, hamna hewa, hakuna mapigo ya moyo. Basi tunaanza kukandamiza kifua. Kwa mtoto tunakandamiza kifua mara 15. 11, 12, 13, 14, 15. Ukifika 15 anapewa hewa kama mko hospitali, au kama wote kama pale kuna mhudumu mwingine, au hata peke yako unaweza kufanya kumpa mtoto hewa kama una utaalamu wa kumpa hewa. Lakini kama hauna, utaendelea kukandamiza kifua. Kama utaalamu unao, kama uko peke yako, utabonyeza kifua cha mtoto. Kama uko peke yako, utabonyeza kifua cha mtoto mara 30 kama mtu mzima. Kama ni peke yako, unabonyeza mara 30. Baada ya pale utampa mtoto hewa mara 2. Mara 30 kubonyeza kifua, unampa hewa mara 2 ukiwa peke yako. Lakini mkiwa wawili, utabonyeza kifua cha mtoto mara 15, alafu utampa hewa mara 2 mkiwa watu wahudumu wa afya au mnaomsaidia mtoto mkiwa wawili. Kifua utabonyeza mara 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hivi ni kama mpo wawili. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tunaona hapa hewa inaingia na kutoka. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tano, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya mkiwa mnahudumia wawili, mmoja akiwa anatoa hewa na mwingine akiwa anafanya kukandamiza kifua, ni chest compression. Na ni vile vile kwamba kila baada ya dakika 2 mnaangalia kama amerejewa na mapigo ya moyo, na kama yuko hospitali kuna dawa wataendelea kumpatia na vingine. Lakini kama ni nyumbani, ukiona kama kuna saini ya mtoto amerudiwa na uhai au anahema, mapigo ya moyo yapo, basi
unaacha kukandamiza kifua. Na mimi tunavyoweza kushauri ni pale ambapo unagundua mgonjwa wako amepata shida, ahemi, afanyi chochote, immediate kwa uharaka, pale ambapo unaanza kukandamiza kifua, hakikisha unapiga simu kwenye kituo cha emergency cha ambulance, mtasaidika. Unaweza ukapiga simu ukaacha loud. Ukiwa unaendelea kumsaidia mgonjwa, kama uko peke yako, weka loud, endelea kusaidia mgonjwa. Wakipokea utaendelea kuongea unachofanya huku ukisaidia mgonjwa, na utawaeleza kwamba nina dharura, nina hiki na hiki, ninaombeni msaada wa haraka. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba usingangane kusaidia mtoto, mtu mzima nyumbani ukasema kwamba utarudisha uhai. Msaidie kwa wakati ule, kwa zile dakika chache, huku ukitafuta huduma ya karibu ya hospitali.